Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Sasa nafikiri tuzungumze kidogo, tuongee kidogo kuhusu siasa za kimataifa. Jana Benjamin Netanyahu amezungumza na waandishi wa habari, kinachoitwa waandishi wa habari, lakini mjadala mkubwa duniani ni kile kinachoitwa kwamba namna gani taswira hiyo ya AI imeendelea kujitokeza. Of course sitazungumza leo kuhusu AI, lakini nataka nizungumze namna gani hoja ambazo amezungumza jana. Netanyahu anasema kwamba malengo ya vita katika nchi ya Iran yamekuwa yakiendelea, na mwenyewe anasema kwamba sasa hivi mkakati wao ni kuhakikisha kwamba wanaenda kuharibu kabisa uwezo wa kijeshi wa nchi ya Iran, moja, lakini la pili wanaenda kuharibu kabisa mpango wa nyuklia wa Iran, lakini cha tatu uwezo wao wa hypersonic na zile shahidi kamikaze waenda kuharibu kabisa. Hii ndio lengo la msingi ambayo jana Netanyahu ametuonyesha katika hotuba yake ambayo alikuwa anaitoa, na ukitathmini hotuba imekuwa ni hotuba kali sana, ambayo kwa kweli inaenda kutoa taswira au inaenda kuzungumza namna gani sasa anania kweli ya kuweza kumalizana na nchi ya Iran. Na ukitazama hotuba yake ni hotuba ambayo kama imejengwa katika msingi wa kuhakikisha kwamba hakuna Irani iliyokuwa na nguvu mbele ya uwepo wa Israeli. Hakuna Irani iliyokuwa na nguvu mbele ya uwepo wa Israeli. Ndio kimsingi ndio hotuba yake ambayo imejikita hapo, kwamba ni mtu ambaye anaamini kwamba tunahitaji kuhakikisha kwamba Irani inakuwa sio tishio katika uwepo wetu. Irani sio tishio katika sisi kuendelea kuwepo Mashariki ya Kati. Na of course amerudia maneno ambayo yamekuwa yakitolewa katika upande wa Tehran kwamba death to America, death to Israel, kwa kwamba kifo kwa Israeli ni kifo kwa Marekani. Kwa hiyo jana tumepata clear picture ya kile ambacho Netanyahu anakipigania katika mzozo wake dhidi ya Iran. Na kama nishasema mara nyingi kwamba viongozi wanapozungumza huwa wanatoa taswira na wanatoa mwelekeo, lakini zaidi sana wanatuonyesha malengo ambayo wamekuwa wameandaa, malengo mahususi au malengo ya kimkakati ambayo wamekuwa wameandaa katika nchi husika au katika operation ambayo wamekuwa wameiandaa au wameipanga katika nchi husika. Sasa ukiangalia mwenendo wa vita jinsi ulivyo, ni kama Israeli ameendelea kujaribu kupiga Mashariki ya Kati yote. Kutazama Kuwait, Bahrain, Qatar, Iraq, Afghanistan, tazama UAE, kote amekuwa akipiga, na kimsingi ni kwamba amekuwa akiendeleza au akisababisha catastrophe, janga, huduma za msingi zinasimama, biashara zinaharibika. Unafahamu kwamba katika eneo la Mashariki ya Kati na hususan eneo la Guba, eneo ambalo limekuwa likiinuka na imekuwa ni hub ya kiuchumi, hub ya kiutalii, zaidi sana imekuwa ni trade center ya kimataifa. Kwa hiyo vita ukitazama imeenda kuathiri kuanzia usafirishaji wa shughuli za anga, usafirishaji wa kiuchumi, miundombinu, lakini zaidi sana uwezo wa ukanda kuweza kuinuka kiuchumi, kama lengo la kanda yoyote duniani kwamba lazima tuweze kuinuka kiuchumi. Hii maana yake nini ukitazama sasa? Maana ni kwamba sasa operation ya Israel kama malengo haya yakitimia, maana ni kwamba sasa inaenda kusababisha janga lingine ambalo inaweza likatokea Mashariki ya Kati, kama vile ambavyo janga ambalo lilitokea Syria. Nafahamu sasa hivi Syria ni taifa ambalo limeanguka, of course baada ya kuondoka Bashir al-Assad, baba yake Hafez al-Assad, amekuja huyu al-Shara, kiongozi ambaye alitajwa kama gaidi, sasa hivi anatajwa kama ni shujaa katika nchi ya Syria. Lakini unafahamu kilichotokea kwa mfano Libya kwa Gaddafi, Afghanistan, Iraq, kuna mauaji makubwa sana yalipelekwa au yalipatikana ambayo kwa kweli yalikuwa enda kutishia uwepo wa nchi au ustaarabu wa watu katika eneo hilo hapo. Kwa hiyo ukiwaza kuhusu Palestina, eneo la Gaza, watu zaidi ya 70 wamefariki. Ukiwaza kuhusu Irani na operation ambayo imepangwa kwamba lazima iweze kumaliza nao, maana ni kwamba sasa inakuonyesha namna gani hii vita inaweza ikawa ni vita ndefu zaidi. Of course Netanyahu mwezi wa 11, mwezi wa 10 atakiwa kufanya uchaguzi. Kuna hizo nadharia kwamba
ni mtu ambaye anataka kutumia vita kuweza kubaki madarakani, ni mtu ambaye anatajwa kwamba yeye ni tishio na kikwazo cha amani ya dunia, hususan kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Amekuwa akienda akirudi, amekuwa akianzisha vita, na jana wanaonyesha msisitizo kwamba wao na Wamarekani wataendelea operesheni yao kimsingi wamekuwa wameipanga, na anasema kwamba wameweza kumaliza nguvu kabisa za nchi Iran, nguvu kwa mfano jeshi la maji, jeshi la anga, wamekuwa ni sehemu msingi wamelimaliza nguvu yake. Of course unaweza ukasema kwamba ni propaganda za kivita, kwa sababu nafahamu propaganda nayo imekuwa ni sehemu ya msingi ya vita, kuweza kutengeneza mtazamo hasi kwa watu wengine, kuweza kuonyesha kwamba watu wengine malengo yao kimsingi hayafikiwi wala hayatimizi kwa lengo la kuweza kutimiza mahitaji yako ya msingi kama taifa. Hiyo nao ni hoja ya msingi ambayo unaweza ukafikiri. Lakini kwa upande wa Iran, wao wamesema wazi kabisa kwamba vita hii hawajaanzisha wao wameshambuliwa, wao wameanzishiwa vita. Vita hii imeitwa na Marekani na Israeli kwenye nchi za Guba. Ndo msimamo wa Aragachi ambaye of course ni msemaji rasmi wa nchi ya Iran. Kwa hiyo umeona kabisa hapa kwamba kuna mitazamo miwili kati ya hizi nchi mbili. Mmoja anaamini kwamba wana wajibu wa kuweza kulinda na kutetea uwepo wao Mashariki ya Kati. Wengine wanaamini kwamba wao wamechokozwa na wanahitaji kuweza kulinda taifa lao Mashariki ya Kati. Na wengine wamekuwa wakisema wazi kabisa kwamba wao wanajaribu kulinda taifa lao kuweza kuondokana matishio au ambao wanaitwa madhalimu kwa eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo huo mtazamo ambao unaitwa antagonistic kwa kweli umekuwa ukipelekea catastrophe na janga. Iran ni taifa kubwa sana kijiografia. Iran ni taifa kubwa sana katika historia. Iran ni taifa kubwa sana katika ustaarabu. Tunazungumza civilization. Taifa kubwa sana tangu kipindi cha Muhammad Reza Shah amekuja, kwa mfano kipindi cha Persian kwa mfano, imekuwa ni taifa kubwa katika historia. Kwa hiyo hiki kinachoendelea kinaendeleza kutishia, na of course ipo nadharia ambayo inasema kwamba ili Israeli iweze kukaa vizuri Mashariki ya Kati inahitaji kuweza kuhakikisha nchi nyingine zote zinapigwa. Narudia, ili Israeli iweze kukaa vizuri Mashariki ya Kati inahitaji nchi nyingine zote ambazo ni kinzani ziweze kupigwa katika eneo Mashariki ya Kati. Hii ni hoja ya msingi sana, uwezi kudinai, kwa sababu ukiangalia historia kuanzia Palestina mpaka Lebanon mpaka Syria mpaka Iraq mpaka Afghanistan inakuonyesha namna gani kwamba ni nchi ambazo zilipigwa, ziliumizwa na kimsingi zinapitia kwenye hali mbaya sana ya kiuchumi, ya kisiasa, hata katika ujenzi wa taifa. Kujenga taifa duniani ni kazi kubwa sana, lakini kubomoa taifa unaweza kubomoa kwa mwezi mmoja au wiki mbili, ukabomoa taifa, ukaharibu mifumo, ukaharibu miundombinu, ukaharibu maisha ya watu na ukatumia gharama kubwa kuweza kujenga taifa. Na kwa kweli mataifa mengi ambayo yalijengwa kipindi kirefu yalivyoanguka yameshindwa kurudi tena. Tazama kwa mfano Sudan inashindwa kurudi kwa sababu taifa limeanguka. Tazama kwa mfano Kongo, tazama kwa mfano Syria, tazama kwa mfano Afghanistan, tazama kwa mfano Lebanon. Kwa hiyo ni mataifa ambayo kuyatazama yameanguka, na ninaposema kuanguka maana ni kwamba taifa linashindwa kulinda mipaka, taifa linashindwa kutoa huduma za msingi kwa jamii, taifa linashindwa kulinda watu wake, lakini taifa linashindwa kuweza kujiamulia mambo yake ya msingi yenyewe. Hii ndio tafsiri ya kuanguka kwa taifa. Kwa hiyo kwa hotuba yake nafikiri inaonyesha lengo la msingi kwamba namna gani wamedhamiria kuweza kufanya kama walichokifanya Syria, kama walichokifanya Palestina, Gaza, kama walipolifanya Iraki, kama walipolifanya Afghanistan, kuhakikisha kwamba utengeneza janga kwenye eneo lingine ili wao waendelee kumiliki. Na kama nishawahi kusema mara nyingi kwamba mkakati huu wa kutengeneza Greater Israel itaenda kupelekea watu wengi Mashariki ya Kati kuweza kuharibiwa nchi zao, kuweza kuharibiwa ustaarabu wao, kuweza kuharibiwa historia zao, kwa sababu mpango huu wamepanga kabisa kwamba lazima waweze kuutimiza, lazima waweze kufanikisha, lazima waweze kufikia lengo lao la msingi, kuhakikisha kwamba Israel inakuwa vizuri Mashariki ya Kati. Itategemea kiasi gani? Tutarajie muda ambao tutaamua, kwa sababu nafahamu muda umekuwa ni mwalimu mzuri sana katika dunia.